Habari za asubuhi cha usiku. Salama bosi. Cha usiku, nimekuita kwenye huu mkutano hapa kwa sababu tunahitaji wanamitindo zaidi. Yeye inamaanisha tunahitaji wanamitindo wenye akili zilizokomaa, wanamitindo ambao wako tayari kukidhi mahitaji binafsi ya wateja wetu. Kabla sijasahau bosi, Bwana Steve ambaye ni mmoja wa wateja wetu wanaoheshimika sana, amesema anamhitaji Malaika weekend hii. Wow, hiyo ni nzuri sana. Mjulishe Malaika aje kuniona kabla hajaondoka. Na jambo lingine, tafadhali cha usiku, naomba hii biashara inayoendelea hapa iwe siri yetu sisi wawili. Usijali bosi, hii ni biashara, itabaki kuwa siri yetu sisi wawili, wala hakuna mtu mwingine atakayejua. Vizuri sana, lakini pia usisahau, mafanikio yetu yanategemea hii biashara. Siwezi kusahau kuhusu hilo bosi. Sawa, kama hakuna jambo lingine, unaweza kuendelea na kazi zako. Sawa bosi, asante. Karibu. Bwana Sam, namhitaji Malaika usiku wa leo. Usijali bosi, atakuja nyumbani kwako jioni ya leo. Ila malipo ya huduma unatakiwa utume kwenye akaunti yangu binafsi. Hakuna shida, nitafanya hivyo Bwana Sam. Sawa bosi, tutawasiliana baadaye ukishalipia huduma. Poa, uwe na kazi njema. Asante bosi wangu. Malaika, utaenda kwa Steve leo? Najua bosi, na ndio maana nipo hapa. Vizuri, naomba ujitahidi kadri ya uwezo wako kumfurahisha. Yeye inamaanisha umpe utamu uliotukuka ili kila siku atamani kuja kufanya biashara na sisi. Hebu njoo kwanza unionyeshe huo utamu kabla hujaondoka. Malaika, nimesema njoo hapa. Owe Malaika, sinakuita. Bosi, unapaswa kuacha hii tabia. Wewe unajua kabisa mimi sipendi kufanya hivi, ila nafanya tu kwa sababu wazazi wangu wagonjwa na wananitegemea mimi kwa kila kitu. Wewe ni mjinga Malaika, tena usahau kuwa wewe ni maskini asiye na matumaini. Nimekuonya mara nyingi sana kuhusu kujifanya mtakatifu ila hausikii. Tafadhali, naomba usinifanye nichukue uamuzi mbaya juu yako. Haya, sogea hapa haraka. Malaika. Abe bosi. Sogea karibu mpenzi. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi hadithi zinazohamasisha matumaini yanayostawi. Halo, cha usiku, njoo ofisini kwangu sasa hivi. Sawa bosi. Ingia. Ndiyo bosi, nimeitikia wito. Okay, kuna jambo nataka tujadili kuhusu biashara yetu ya siri. Maana nimegundua maisha ni matamu na rahisi sana. Lakini bosi, sidhani kama Malaika anapaswa kuwa hapa na kusikiliza mazungumzo yetu. Cha usiku, Malaika ni mtu wa hali ya chini sana. Yaani kwa kifupi, hawezi kufanya chochote hata akisikia tunachozungumza kwa sababu sisi ndio tumaini lake la mwisho. Kwa hiyo, mwache tu abaki. Sawa bosi. Niambie mambo yanaendaje? Kila kitu kinaenda vizuri bosi. Maana jana usiku Anita alienda kwa Bwana George. Lakini jambo la kunifurahisha ni kwamba leo asubuhi Bwana George alipiga tena simu na kuomba mwanamitindo mwingine aendelee usiku ili wawe wawili. Kweli? Ndiyo bosi. Hilo sio tatizo kabisa. Malaika ataenda kujumuika na Anita kwa Bwana George leo usiku. Lakini Malaika, usisahau kwenda kwa Jackson leo mchana. Lakini bosi, si ulisema kuanzia leo? Malaika. Abe bosi. Una shida gani wewe mjinga? Unataka kubishana na mimi? Hapana bosi. Sasa sikiliza wewe maskini, utafanya kila ninachokwambia. Haya, chukua nguo yako ndani pale kwenye kabati utoke ofisini kwangu. Nimesema toka. Samahani kuhusu kilichotokea hapa cha usiku. Hakuna shida bosi. Hivi ulikuwa unaongea kuhusu nini? Nilikuwa naongea kuhusu Bwana George. Ndiyo, nakusikiliza. Anita alisema amelipwa mara 2 zaidi ya malipo ya kawaida. Wow. Unaonaje hiyo habari bosi? Kwa kweli hiyo ni habari njema sana.
Yaani hiyo inamaanisha alimridhisha vizuri sana. Nitahakikisha Anita anapata bonus mwezi huu kwa kazi nzuri anayofanya. Halo bosi, tayari nimeshapata ushahidi na kutumia hapo kwenye simu yako sasa hivi. Sawa Malaika, asante sana kwa kufanikisha uchunguzi wako na kuahidi nitakulipa vizuri kwa hii kazi uliyofanya. Sawa bosi, lakini tafadhali naomba ulinde utambulisho wangu nisije nikajulikana, maana sitaki kupoteza maisha yangu. Usijali Malaika, uko salama. Sawa bosi, asante. Karibu. Sikiliza vizuri cha usiku. Tunatarajia mgeni muhimu kutoka makao makuu na anakuja kukagua shughuli za tawi letu. Sawa bosi, kwa hiyo mgeni anayekuja ni nani? Yeye ni mwakilishi wa mkurugenzi mkuu. Kwa hiyo nataka kila mtu awe na tabia njema hapa ofisini. Sawa bosi, nimekuelewa. Kumbuka hatupaswi kufanya kosa lolote lile. Hakuna shida bosi, nitahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Na jambo la mwisho, tutasitisha shughuli zetu za kuuza wanamitindo kwa muda. Sawa bosi, hilo limeeleweka. Tafadhali cha usiku, zingatia niliyokuambia. Usijali bosi, nimekuelewa vizuri sana. Hivyo usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Vizuri, leo ninaonekanaje? Kwa kweli leo umependeza sana bosi. Asante cha usiku, unaweza kwenda kuendelea na kazi zako. Sawa bosi. Habari za asubuhi. Salama, karibu. Asante. Tafadhali karibu nikuhudumie. Jina langu ni Alex, mwakilishi kutoka makao makuu. Nimekuja kumuona meneja. Meneja amekuwa akikutarajia tangu asubuhi. Tafadhali njoo nikupeleke ofisini kwake. Asante. Huyu hapa ni yule mwakilishi kutoka makao makuu. Oh, vizuri sana. Unaweza kuendelea na kazi zako. Sawa boss. Karibu sana mwakilishi. Asante sana. Mkurugenzi mkuu ametuma salamu za pole kwa kushindwa kuja. Wala hakuna tatizo kwa sababu sisi sote tunajua kuwa yeye ni mtu mwenye shughuli nyingi sana. Ehe, mambo yanaendaje hapa ofisini? Kuanzia wanamitindo na chapa yetu. Vipi, wateja wanaridhika na huduma zetu kweli? Ndiyo mwakilishi, kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Kwa kweli chapa nyingi sana zinaomba huduma zetu. Na kadri siku inavyozidi kwenda, biashara yetu inakuwa kwa kasi sana. Nina uhakika muda si mrefu tutahitaji matawi zaidi. Kwa kweli nafurahi sana kusikia hivyo. Lakini Bwana Sam, kuna habari mbaya zinazunguka mtandaoni. Na habari zenyewe zinahusu kampuni yetu kuwapeleka wanamitindo kwa wateja kwa ajili ya kuwaridhisha wateja kingono. Vipi, hili unalizungumziaje? Kwa kweli hizo tuhuma ni za uongo na hazina ukweli wowote. Unajua vyombo vya habari vinatafuta tu maarufu. Ila ukweli ni kwamba sisi hatufanyi mambo kama hayo hapa ofisini. Una uhakika na hicho unachokisema Bwana Sam? Ndiyo, nina uhakika. Okay, mimi nimekuja na ushahidi hapa. Hebu tizama hiyo video niliyokutumia. Sikiliza mwakilishi, naomba hilo jambo lisimfikie mkurugenzi mkuu. Naamini tunaweza kupanga mambo na wewe ukanufaika pia. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba naweza kukupa mshahara wa milioni 10 kila mwezi ili hii siri ibaki kati yetu. Nini? Kumbe Samu wewe ni fisadi kiasi hiki? Yaani unawatumia vibaya wanamitindo wetu na kuwanyanyasa kingono, halafu sasa hivi unataka kunihonga? Sio kwamba nakuhonga mwakilishi, ila nataka mimi na wewe tufanye biashara, na kama unaona hiyo pesa haitoshi naweza kuongeza. Bwana Sam, nasikitika kukufahamisha kuwa jina langu ni Alex Mkude na mimi ndiye mkurugenzi mkuu wa hii kampuni. Haiwezekani. Unajua nilitaka kutuma mwakilishi, lakini nikaamua kuja mwenyewe kuona mambo yanavyoendeshwa kwenye hii kampuni. Kwa hiyo, kumbe hiki ndicho unachofanya hapa ofisini. Kwa kweli nimevunjika sana moyo. Tafadhali bosi, naomba usinifukuze kazi na kuahidi sitarudia tena. Yaani wewe unahofia kufukuzwa kazi wakati mshirika wako tayari yupo gerezani?
Unamaanisha nini bosi? Namaanisha jiandae kwenda gerezani kwa kosa la unyanyasaji wa kijinsia.